Ni wakati mzuri katika maisha yetu, wakati wa kuziteka baraka za Bwana katika maisha yetu. Mungu ametuchagua tena na kutufanya kuwa warithi wa ahadi zake siku ya leo. Biblia inasema sisi ni wana wa ufalme wa Mungu na tu wana wa Mungu hakika. Na Biblia inasisitiza, inasema na hivyo ndivyo tulivyo. Kwa hiyo katika Mungu tunapata yote ambayo tunayahitaji katika maisha yetu. Tunapata afya njema, tunapata uzima katika vitu vyetu vilivyokufa, tunapata tumaini mahali palipo na kukata tamaa, tunapata mwanzo mahali ambapo hakueleweke. Tunapokuja mbele za Bwana, tunakuja kuchaji, kuongeza kile ambacho kimeondoka au hakipo katika maisha yetu. Yeye Mungu ni chanzo cha maisha yetu. Hatuanzi tu asubuhi na Bwana kama kitu cha kawaida, lakini ni wakati wa Mungu kunena katika maisha yetu. Neno la Bwana linazungumza katika Zaburi ya 143 mstari wa 8. Na huu ni ukili wako asubuhi ya leo kama una imani katika Mungu. Biblia inazungumza, inasema asubuhi na iniletee neno la fadhili zako zisizoisha, kwa maana ninakutumainia wewe. Unionyeshe njia inipasayo kuiendea, kwa maana nimekukabidhi maisha yangu. Biblia inatupa ufunuo wa kipekee siku ya leo tena, ya kwamba hatua zetu, maisha yetu yanategemea neno la Bwana linalotamkwa katika maisha yetu. Katika neno kuna nguvu ya uhai, kuna nguvu ya uzima, kuna nguvu ya kila udhaifu ulio nao katika maisha yako. Anasema ninalituma neno langu na kukuponya na maangamizi yako. Tunapokuja mbele za Bwana asubuhi ya leo, tunakuja kusikia mpango wa Mungu dhidi yetu, mpango wa Mungu dhidi ya uchumi wetu, mpango wa Mungu dhidi ya familia zetu. Na katika kila eneo tunalomwamini Mungu, Mungu hufanya kazi unaposimama mbele zake. Ninajua umemfanya Mungu kuwa muhimu kabla haujafanya chochote katika maisha yako, na umesimama mbele za Bwana kumwabudu. Na hii ni kuwa unatambua ya kuwa yeye ni chanzo cha nguvu zako. Ni kweli bila Mungu hakuna chochote tunachoweza kufanikiwa katika maisha yetu. Ni kweli pasipo uwepo wa Mungu hatuwezi kuvuka kwenda hatua yoyote katika maisha yetu. Imani yetu katika Mungu inawekwa, na pale tunapokwenda kulitia jina la Bwana, tunaposimama mbele za Bwana kusema wewe u mtakatifu, kusema wewe u Bwana, kusema wewe ni Mungu kwenye maisha yetu, imani yetu inasababisha matokeo katika maisha yetu. Asubuhi ya leo, ambapo ni wakati ambao umejimimina mbele za Bwana kupata msaada wake, mwambie Bwana, ninakushukuru kwa ajili ya siku nzuri ya leo. Ninakushukuru kwa siku ambayo uwepo wako na uweza wako umeachiliwa katika maisha yangu. Ninakushukuru kwa sababu ya hatua mpya unayoiachilia katika maisha yangu. Ninakushukuru kwa nafasi mpya ambayo unairuhusu iachiliwe katika maisha yangu. Ninakushukuru kwa uzima mahali ambapo jana niliona kushindwa, niliona kuharibikiwa. Ninakushukuru Bwana kwa sababu mkono wako ulio hodari unanipigania siku ya leo, hata ninaweza kuinuka tena. Uinulie Mungu sauti ya shukrani asubuhi ya leo. Bwana, tunakushukuru kwa siku nzuri ya leo. Tumekuja kama tulivyo mbele zako, tumekuja kama tulivyo mbele zako kusema wewe ni Mungu kwenye maisha yetu. Kimbilio na msaada tele kwetu ni wewe. Umekuwa Baba, umekuwa Mwokozi katika maisha yetu. Uaminifu wako wadumu vizazi hata vizazi. Uweza wako wapita uweza wa mwanadamu na uweza wa shetani. Katika wewe kuna uzima wa kweli, na ndio maana tumekukimbilia tena asubuhi ya leo.
Wengine jana tulipitia magumu, tulipitia kushindwa, tulipitia bahati mbaya, tulipitia giza. Mungu ulituvusha, Mungu ulitutetea, Mungu ulitupigania. Hata katika vikao vya waovu havikuwa na maamuzi ya kutuangamiza, kwa sababu mkono wako ulio hodari ulitulinda na mabaya yaliyokusudiwa nao. Kwa sababu ya upendo wako kwetu, tunakuwa na sababu ya kuja mbele zako tena asubuhi ya leo, kukushukuru kwa kazi inayodhihirika katika maisha yetu kila siku. Asante kwa ajili ya msalaba wako, maana katika huo kila tunapokutazama, nguvu zetu huinuliwa tena, udhaifu wetu huondolewa kabisa, mabaya yote hupukutika mbele yetu kwa sababu ya msalaba wako. Kama neno lako linavyosema ya kuwa na tuutazame msalaba kama wale watu waliong'atwa na nyoka wa moto kule jangwani na kutazama nyoka wa shaba juu ya mti, ndivyo hata sisi ambavyo tukikutazama tutapokea uzima. Na hii ni imani yetu asubuhi ya leo. Ndio maana tumesimama mbele zako, tumejua katika wewe ndiko kuna faraja, ndiko kuna amani, ndipo kuna nguvu, ndipo kuna uzima, ndipo kuna kila tunachokihitaji. Tumekuja kama tulivyo kujisalimisha kwako, tukijua pasipo wewe hapana lolote katika maisha yetu. Tumekukimbilia tu Bwana, tumekukimbilia Bwana, tumekukimbilia Mwokozi wetu, tumekukimbilia nuru yetu, tumekukimbilia msaada wetu, tumekukimbilia kwa kuwa tuna uhakika na wewe. Tunakutazama asubuhi ya leo, tunakutazama kama nuru yetu katika giza, tunakutazama kama mpiganaji wetu katikati ya vita. Tunakuita Jehova Nisi, tunakuita Jehova Shama, tunakuita Jehova Elohim, tunakuita Jehova Misga, tunakuita Jehova Adonai. Majina yote ni yako. Wewe ni Mungu uwezaye kila ambacho kimetushinda sisi. Wewe ni Mungu unayetenda hata yale mwanadamu hawezi kuyatenda. Wewe ndio unayefungua hata malango ambayo hakuna shetani anaweza kuyafunga tena. Tumekuja kwako Mfalme, kwa sababu kwako kuna uzima wetu. Tumekuja kwako Bwana, kwa sababu wewe kuna upya wetu. Bwana, na hii ni imani yetu kwako. Tunapoanza siku ya leo katika uwepo wako, utatupa maisha mapya, utatupa kushinda kupya, utatupa kustawi kupya. Hata kama tulishindwa miaka yote, lakini katika wewe tunalo tumaini la uzima. Tunakuamini Bwana, tunaliamini neno lako, tunaamini uweza wako, ya kwa katika wewe hakuna linaloshindwa. Na ndio maana tunainua ibada yetu asubuhi ya leo, na ndio maana tunainua ibada yetu asubuhi ya leo tukisema, Bwana, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yetu kuanzia sasa hata milele, katika jina la Yesu. Hebu nisikilize. Ninajua kuna mambo unaenda kuyafanya siku ya leo. Una mipango uliyo nayo, una mipango ambayo unataka uitimize ili kulete maendeleo kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya uchumi wako. Hebu asubuhi ya leo, kwa kuwa Mungu ndiye baba kwenye maisha yetu, na ndiye huwa anatupa roho wake kwa ajili ya msaada pale tunaposhindwa, hebu muinulie sauti, mwambie Bwana, ninaomba uniongoze siku ya leo. Naomba kuongozwa na wewe. Mwandishi wa Zaburi ya 32 mstari wa 8 anasema, nitakufundisha na kukuongoza ile njia utakayoiendea. Anasema nitakushauri na jicho langu la upendo litakutazama. Hii ni ahadi ya Mungu juu ya wote ambao wanamwamini. Lakini Biblia inatupa picha ya kuwa lazima tumpe nafasi ya kufanya hivi katika maisha yetu. Ni kweli yaliyo mbele yetu yanaweza kuonekana kama tunayaweza kwa taaluma zetu, yanawezekana kwa ufahamu wetu, lakini ikiwa unampa nafasi Mungu
unaweza kuvuka na kwenda zaidi ya mtazamo na uwezo wa kibinadamu. Na haya ndiyo maombi yangu asubuhi ya leo, ya kuwa baada ya ibada hii uanze kufanya mambo zaidi ya uweza wa kibinadamu. Hebu inua sauti yako kwa Bwana, mwambie Bwana, haya ni maombi yangu asubuhi ya leo. Uniongoze siku ya leo. Niongozwe na wewe katika maamuzi yangu. Niongozwe na wewe katika kila ninachokifanya. Ni biashara, ni kazi, ni maeneo yote ambayo unaenda kufanya ushauri, eneo lolote ambalo unaenda kufanya maamuzi. Hebu muinulie Mungu sauti asubuhi ya leo, mwambie Bwana, ninakuomba siku ya leo niongoze. Bwana, haya ni maombi yetu asubuhi ya leo. Tunajua njia tunayoiendea. Wewe ni Mungu unaijua njia hii hata kabla hatujaifikia. Unaijua njia hii hata kabla haijawepo, na ndiyo maana kwa imani tumesimama mbele zako tukijua wewe ni Mungu kwenye maisha yetu. Ni maombi yetu asubuhi ya leo, tuongoze katika safari ya maisha yetu, tuongoze katika maamuzi yetu, tuongoze katika utendaji wetu, tuongoze katika mipango yetu, tuongoze katika vikao vyetu, tuongoze katika kujaza kile tunachotakiwa kukijaza, tuongoze katika ile biashara ambayo tunaenda kufanya, tuongoze katika yale makubaliano tunayoenda kuyaweka, tuongoze tunapoongea na wapendwa wetu, tuongoze tunapoongea na wakuu wetu. Na haya ni maombi yetu Bwana. Acha mwongozo wako uwe juu yetu, kama ulivyomwambia Musa, nitakwenda mbele yako na kuitengeneza njia unayoiendea. Na hii ni imani yetu asubuhi ya leo. Bwana, utuongoze. Tuongoze kwa uweza wako, tuongoze kwa mkono wako, tuongoze Mfalme. Hatuwezi kwenda peke yetu, mbele yetu hatuoni kinachoendelea, lakini Bwana wewe unaona. Mbele yetu hatujui kinachoendelea, lakini wewe Bwana unajua. Mbele yetu hatujui kile kitakachotokea, lakini Baba yetu wewe unajua. Na ndio maana tunajisalimisha kwako kusema Bwana, na haya ni maombi yetu. Utuongoze siku ya leo. Yaongoze matendo yetu, ongoza maamuzi tutakayoyafanya, ongoza mwelekeo tutakaoondea. Tuko tayari kuongozwa na wewe, maana tufahamu akili zetu huwezeshwa na wewe, akili zetu huongozwa na wewe. Bwana, tunaweka wazi maisha yetu mbele yako, tunaweka mawazo yetu mbele yako, tunaweka maamuzi yetu mbele yako, tunaweka safari zetu mbele yako. Kokote tuendako twajua haushindwi kufika. Bwana, tuongoze, maana wewe ndiwe waijua hiyo njia, maana wewe ndiwe wajua. Hii ni imani yetu asubuhi ya leo kwako. Tuongoze Bwana Yesu, tuongoze Bwana Yesu. Hebu muinulie Mungu sauti kule ambapo nakusudia kwenda, kile ambacho natakiwa kukifanya siku ya leo. Yamkini ulikuwa unakiona kitu cha kawaida, lakini asubuhi ya leo mwambie Bwana, ninaomba uniongoze, ninaomba unifundishe, ninaomba unitangulie, ninaomba uwe pamoja nami. Musa anasema ni kweli tumekutenda dhambi, lakini bado tunakuhitaji. Uwepo wako usipoenda nasi, tutashindwa na wingi wa maadui zetu, tutashindwa na kuamua yaliyo mema, tutashindwa kupata msaada tuendako. Bwana, na haya ni maombi yetu. Bwana, uwepo wako ubaki na sisi hata wakati huu. Hebu na wewe muinulie Mungu sauti yako. Yale ambayo umepanga kuyatenda leo, hebu mwambie Bwana niwezeshe, hebu mwambie Bwana niongoze, hebu Bwana nisaidie. Muinulie Bwana sauti yako ya imani, muinulie Mungu sauti yako ya imani. Hayo maamuzi sio rahisi kama unavyofikiria, hayo unaenda kuyafanya sio rahisi kama unavyofikiria. Watu wanafanya kitu kidogo wanapata faida, wewe unatumia nguvu siku zote. Leo ni siku ya badiliko. Anasema mtapokea nguvu akishawajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Yuko Mungu awezaye kutenda mambo makuu zaidi ya yale tuliyoyafikiria, zaidi ya hata haya tunayoyaomba. Mwambie Bwana, kuwa mbele yangu, kuwa mbele yangu Bwana, niongoze katika njia nipasayo, niongoze kuyapata yale uliyoyakusudia katika jina la Yesu. Na haya ni maombi yetu. Mwinulie Mungu sauti, omba kuongozwa na Bwana siku ya leo, omba kuongozwa na Bwana siku ya leo.
Bwana tunakushukuru, maana uwepo wako utakuwa nasi, maana utatulinda, maana utatuelekeza yale yote yatupasayo, kwa sababu wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, katika jina la Yesu. Na kila mmoja asema amen. Hebu nisikilize, kwa kuwa tumesimama mbele za Mungu, Paulo anasema tumebarikiwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Haijalishi kuna changamoto mbele yetu, haijalishi kuna majaribu mbele yetu, uwezo wa Bwana unaweza kututetea katika hayo. Nabii Isaya anazungumza katika ile sura ya 33 mstari wa 2, Bwana utuhurumie, maana tunakutamani. Uwe nguvu zetu kila asubuhi, wokovu wetu wakati wa shida. Profeti anasema kitu gani? Kuna wakati tunaenda kufanya biashara katika mazingira ambayo wengine wanaofanya biashara kama sisi ni waabudu shetani, wengine wanafanya makafara, wengine ni matapeli, wengine ni wezi, wengine ni watu wasiofaa kabisa. Ndio tunaoenda kufanya biashara kati yao. Wakati tunaenda kufanya kazi, kuna vita, kuna majaribu, kuna hasara adui anaziandaa mbele yetu. Ni nani anatuwezesha? Ni nani anatushindia? Isaya anasema Bwana utuhurumie, rehema zako ziongee. Hebu inua sauti yako asubuhi ya leo, mwambie Bwana, haya ni maombi yangu. Zile changamoto ninazokutana nazo siku zote na zinanifelisha, yale majaribu ninayokutana nayo na ananikatisha tamaa, nimejua katika wewe kuna nguvu ya kushinda. Sasa na neno lako linavyosema, katika Kristo Yesu tumebarikiwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Na haya ni maombi yangu, niwezeshe kuwa zaidi ya changamoto zilizo mbele yangu, kuwa zaidi ya majaribu yaliyo mbele yangu. Bwana, haya ni maombi yetu tunapoiendea siku ya leo. Ni siku ambayo unaijua, unajua jinsi adui alivyotengeneza mfumo wa kushindwa kwetu, unajua jinsi wanadamu walivyoandaa mitego ya kuondoa vya kwetu. Na haya ni maombi yetu Bwana, rehema zako ziongee juu yetu, rehema zako ziongee juu yetu. Kile tunachoenda kukifanya siku ya leo, na adui alitangulia hapo kupanda upinzani, kupanda kushindwa, kupanda kuharibikiwa. Bwana, ni maombi yetu. Wengine tunaenda kufanya biashara eneo ambalo wateja walioko ni waabudu shetani, wanachuma ulete, wana uganga, wana mikosi, wana mifumo ya uharibifu. Tumekuja mbele zako, maana twajua wewe ni ushindi wetu, maana twajua wewe ni nuru yetu. Tunakukimbilia asubuhi ya leo ili tusiaibike tena, ili tusianguke tena, ili tusiharibikiwe tena. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, tuwezeshe siku ya leo, tuwezeshe watoto wako, tuwe zaidi ya changamoto, tuwe zaidi ya majaribu. Majaribu yasitushinde, changamoto zisitushinde, zile changamoto ambazo shetani amezipanda kazini, amezipanda kwenye biashara, amezipanda kwenye familia. Bwana, tupe neema ya kuwa zaidi, tupe neema ya kushinda, tupe neema ya kuvuka, tupe neema ya kuendelea mbele kama neno lako linavyosema. Bwana, utuhurumie, maana tunakutamani wewe. Uwe ni nguvu zetu asubuhi, wokovu wetu wakati wa shida. Na haya ni maombi yetu, achilia nguvu yako juu yetu, tuwe bora zaidi ya hizo changamoto, tuwe bora zaidi ya hayo majaribu, tuwe bora zaidi ya hao watu indao, tuwe bora zaidi ya hao waabuduo shetani, tuwe bora zaidi ya hao wanaopanga mabaya juu yetu. Bwana, na haya ni maombi yetu. Bwana, na haya ni maombi yetu. Kumbuka rehema juu yetu, uwe wokovu wetu siku ya leo, wakati tunatengenezewa mabaya, wakati tunaandaliwa uharibifu. Bwana, na utulinde. Bwana, na ututetee. Bwana, na utuongoze. Bwana, na utupe njia ambayo itatupa ushindi, ambayo itatupa ushindi katikati ya changamoto, katikati ya kujaribiwa, katikati ya vita, katikati ya upinzani. Nguvu zako Bwana ziwe juu yetu siku ya leo.
leo. Mwinulia sauti Bwana asubuhi ya leo, mwambie Bwana, uwe wokovu wangu wakati ninapangiwa mabaya, wakati nakusudiwa mabaya, wakati nakusudiwa anguko, wakati nakusudiwa kupotea. Bwana, kuwa wokovu wangu, uniokoe katika kila mikono ya uharibifu, uniokoe katika kila silaha inukayo, uniokoe juu ya maneno mabaya yanayotamkwa. Mwinulie Mungu sauti yako, usitulie mwana wa Mungu. Omba. Maombi yako asubuhi ya leo yanaleta matokeo chanya kwenye maisha yako. Mwambie Bwana, uwe wokovu wangu siku ya leo, katikati ya dhoruba, katikati ya mabaya. Kumbuka rehema zako, kumbuka rehema zako. Watoto wangu wanapoenda shuleni wanakutana na walimu wabaya, wazazi wangu wanapoenda kazini wanakutana na upinzani, mimi ninapoenda mahali popote ninakutana na upinzani. Bwana, kwa wokovu wetu mabaya yasitumeze, uharibifu usitumeze, maana wewe ndiwe Mungu tulindaye. Nawe umesema watakaojilinda wenyewe, watakaolinda vitu vyao wenyewe wafanya kazi bure. Wewe usipolinda wafanya kazi bure. Mimi ninajua usiponilinda, usipolinda watoto, usipolinda wazazi, usipolinda ndugu, hakuna kitakachotokea. Nitashindwa sawa sawa na juhudi zangu, lakini uwepo wako ukiwa juu yangu sitashindwa, kwa kuwa utendaji wako haujawahi kushindwa. Na haya ni maombi yangu ninapoianza asubuhi ya leo. Mwinulie Bwana sauti. Watoto wako Bwana, tunayaendea maisha uliyotupa siku ya leo, tunaendea hatua inayofuata siku ya leo. Tunajua siku ya leo wewe ndio umeifanya. Tupe uwezo wa kuzishinda changamoto, tupe uwezo wa kuvuka mahali ambapo kuna vizuizi, tupe uwezo wa kuvuka mahali ambapo kuna upinzani, tupe uwezo wa kuvuka mahali ambapo kuna majaribu, tupe uwezo wa kuvuka mahali ambapo hapawezekani, katika jina la Yesu wa Nazareti ali hai. Na kila mmoja sema amen. Hebu nisikilize. Biblia inatuambia sisi tuna miili ya libukayo, tuna miili ya libikayo. Tunaweza kukutana na magonjwa, tunaweza tukakutana na athari zinazoweza kuondoa afya njema kwenye maisha yetu. Wengine mpaka tunavyozungumza sasa hivi, kuna viungo kwenye miili yetu havifanyi kazi, kuna mfumo wa uzazi haufanyi kazi, kuna mfumo wa macho haufanyi kazi, kuna mfumo wa masikio haufanyi kazi. Nini ambacho kimeharibika ndani yako? Biblia inatupa uhakika, inasema katika yeye kuna uzima. Nini ungetamani Mungu afanye upya kwenye mwili wako? Anamwambia Yeremia, mimi ni sawa na mfinyanzi, naweza kufinyanga hata kilichoharibika. Unayo imani? Nini kimekufa ndani yako? Nini kimekufa? Ni hisia zimekufa. Nini kimekufa? Ni viungo vya mwili wako vimekufa. Ni mfumo wa maisha umekufa. Ni kibali kimeondolewa na shetani. Nini ambacho hakipo tena kwako? Yesu anamwambia mama Msamaria, laiti ungejua mimi ninayo maji yaliyo hai, mimi ninayo maji ya uzima. Ukija kwangu ukanywa, hautapata dhiki tena, maana kwangu kuna uzima wa kweli. Mwinulie Mungu asubuhi ya leo sauti yako kwa imani. Hata kama ulishaombewa au umeomba unaona haiwezekani, leo ni siku yako ya Mungu kufanya haya kwenye maisha yako. Inua sauti yako popote ulipo, inua sauti yako. Mwingine ulikuwa unafanya vizuri shuleni, lakini ghafla mambo yamebadilika. Mwingine ulikuwa na amani kwenye ndoa, lakini ghafla mambo yamebadilika. Mwingine ulikuwa na matokeo mazuri kazini kwako, lakini mambo yamebadilika. Nini kimeharibika katika maisha yako? Anasema ninayo maji ya uzima kwa ajili yako. Katika uwepo wako Bwana tunajisalimisha, mfalme wa wafalme. Jehova Rafa ni wewe, Mungu wetu, Mungu tuponyaye na usiye na mipaka ya uponyaji. Unaweza kuponya kila ugonjwa, unaweza kuondoa kila tatizo,
na unaweza kurejesha hata vilivyokufa zamani. Ndiwe Mungu tumekukimbilia asubuhi ya leo. Miili yetu unaijua, miili ya wapendwa wetu unaijua, kwa sababu wewe ndiwe umetufanya. Ni kazi ya mikono yako sisi tumekuja kama tulivyo. Tumekuja kama tulivyo. Tumekuwa katika mateso. Tumeshindwa kupona kwa madawa ya madaktari. Tumeshindwa kusaidika kwa tabia za kibinadamu. Tumekuja kama tulivyo mbele zako. Tunaomba uzima wako uachiliwe juu yetu. Tunaomba uzima wako juu ya afya zetu, uzima wako katika maisha yetu. Wewe ndiwe mponyaji wetu. Fedha haziwezi kutuponya, madaktari wa kibinadamu hawawezi kutuponya. Uponyaji wetu tunautegemea kutoka kwako. Tunakuinulia sauti asubuhi ya leo. Mungu mponyaji wetu, tuponye. Waponye watoto wako walio katika hali ya kufa. Waponye watoto wako walio katika hali ya mateso. Waponye watoto wako walio katika hali ya vilio. Wameishi kwa dawa za daktari, wameishi kwa mwongozo wa daktari, wameishi kwa taratibu za dunia. Bwana, achilia uponyaji wako sasa. Fibroids, mateso ya mifupa, mateso ya mfumo wa macho, mateso ya akili, mateso ya tumbo, mateso ya moyo, mateso ya presha, mateso ya kisukari, mateso ya kansa, mateso mabaya yaliyoachiliwa juu yetu. Wewe ndiwe Mungu unayeweza kutuponya. Uinulie Mungu kila moja sauti yako. Mweleze ugonjwa ulio nao. Mweleze ugonjwa ulio nao. Weka mkono kwenye eneo ambalo lina shida. Mwambie Bwana, ninaamini wewe ndiwe Mungu tupae. Nipe tumbo jipya, nipe moyo mpya, nipe figo mpya, nipe mfumo wa sukari mpya, nipe mfumo wa figo mpya, nipe mfumo wa macho mpya. Maana vyote hivi hata vilivyoharibika ulivifanya wewe, hivyo sio ajabu kuvifanya tena. Ndiyo maana nimekukimbilia. Winulie Mungu sauti. Usitulie hapo ulipo. Usichukulie kawaida. Chochote kilichoharibika katika yeye kuna uzima. Ninaomba katika jina la Yesu. Ninaomba uponyaji wa Mungu asubuhi ya leo. Naomba uponyaji wa Mungu asubuhi ya leo. Naomba uponyaji wa Mungu asubuhi ya leo. Naomba uponyaji wa Mungu kwa kila kilichokufa. Ninaomba uponyaji wa Mungu kwa kila kinachokaribia kufa. Naomba uponyaji wa Mungu kwa kila kilichoondolewa. Naomba uponyaji wa Mungu kwa kila moja. Pokea uzima. Uzima wa Kristo we juu yako. Uzima wa kimungu we juu yako. Katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninakomesha roho ya magonjwa kwenye mifupa. Ninakomesha roho ya magonjwa kwenye damu. Ninakomesha magonjwa ya urithi. Ninakomesha magonjwa ya kuambukiza. Ninakomesha magonjwa ya laana. Ninakomesha magonjwa ya kichawi. Kila ugonjwa kwenye mwili wako na upokee suluhisho asubuhi ya leo katika jina la Yesu. Shangilia Bwana. Nataka uelewe juu ya nguvu ya ahadi ya Mungu kwenye maisha yako. Kile Mungu alichokizungumza kwenye maisha yako ya kuwa atakifanya, hicho ndicho kinachobadilisha historia ya maisha yako. Ahadi za Mungu zinafanya kazi pale unapoishi katika ile njia na kusudi aliloliweka ili akutimizie hiyo ahadi. Ahadi ya Mungu haitokei tu kwa sababu imeahidiwa na Mungu. Ahadi ya Mungu inatokea kwa sababu wewe umekuwa kwenye mfumo aliyouachilia Mungu. Kwa mfano, kile ambacho neno la Mungu linaagiza, unapokiishi na kukifanya, Biblia inasema atakayelisikia neno langu na kulifanya, ndipo unapoanza kupokea ahadi ya Mungu kwenye maisha yako. Asubuhi ya leo, hebu mwambie Mungu, nifunulie yale mambo ambayo unatakiwa niyafanye. Nipe bidii kufanya yale mambo ambayo umeyakusudia yalete matokeo kwenye maisha yangu.
ondoa kudharau na kupuuza maelekezo yako ndani yangu. Yanaweza akawa ni maombi yako. Nataka uelewe, moja kati ya kitu shetani anakitumia kukudhibiti ni ujinga. Biblia inasema ignorance, ujinga. Shetani anajaribu kukupa wazo, anakwambia hata usipofanya hivi haina shida. Mbona fulani alitendewa, mbona fulani alipokea. Lakini ahadi ya Mungu inatokea ikiwa utaishi kwenye mwongozo wa kimungu. Hebu angalia katika kitabu cha Zaburi ya 119 mstari wa 147. Anasema, ninaamka asubuhi kabla mapambazuko na kuomba msaada. Anasema, ninaweka tumaini langu katika neno lako. Hiki ndicho Biblia inachozungumza juu yako asubuhi ya leo, ya kwamba ikiwa unaianza siku yako, lazima utambue nini Mungu amekusudia kufanya katika maisha yako. Na ahadi yoyote ya Mungu kwenye maisha yako inawekewa upinzani wa kishetani kuhakikisha haitatimia. Na upinzani huu unakuja pale shetani anapokukengeusha katika muongozo wa utendaji wa kile Mungu alichokikusudia kwenye maisha yako. Hakuna ahadi ya Mungu inayofanyika kwenye maisha yako, inayodhihirika kwenye maisha yako, inayoleta matokeo kwenye maisha yako, kama hujajua sababu ya kuahidiwa. Kama Zaburi anavyosema, nimeweka tumaini langu katika neno lako. Mungu anasema nini juu yako? Mungu anakuagiza nini? Mungu anakutaka uwe nani ili aweze kudhihirisha lile kusudi lake kwenye maisha yako. Hebu asubuhi ya leo inua sauti yako, mwambie, Bwana Yesu, ninaomba unifungue macho yangu nipate kuona, nipate kujua, nipate kuelewa yale yanipasayo ili kuwa mrithi wa ahadi zako. Inua sauti yako na uombe, inua sauti yako na uombe. Bwana, na haya ni maombi yetu. Mkono wako si mfupi hata ushindwe kutenda. Mkono wako sio mfupi hata ushindwe kutimiza ahadi zako. Tumekuja kwa asubuhi ya leo kwa sababu tunajua wewe ni Mungu tupae. Mungu tupae ni wewe, Mfalme. Hatuna mtu mwingine anayeweza kutupa, si mwanadamu wala si akili zetu ziwezazo kutufanya tuwe bora, bali Mfalme, kwa neno lako utufanye kuwa bora siku ya leo. Tuongoze katika njia yako, tuongoze katika njia yako. Neno lako liwe ni taa ya miguu yetu. Fungua ufahamu wetu tukuelewe, fungua mawazo yetu tukuelewe. Tupe tumaini jipya la kupokea kutoka kwako. Bwana, na haya ni maombi yetu. Kila ahadi uliyoitoa kwa watoto wako, na isiwe na sababu ya kuzuiliwa, na isiwe na sababu ya kutokutimia, katika jina la Yesu. Wewe si mwanadamu hata useme uongo. Hakuna ulichoahidi mwanadamu hata unashindwa kukitenda juu yake, bali ni sisi wanadamu tusiofuata njia zako. Na haya ni maombi yetu asubuhi ya leo. Tulete katika njia yako, tulete katika neno lako, tulete katika njia yako, tulete katika njia yako, tulete katika neno lako, ili tupokee na tuwe warithi wa ahadi zako. Tufahamu na kujua ile kazi ya msalaba haikuwa ni kwa bahati mbaya, haikuwa ni kwa wakati tu wa zamani, haikuwa kwa watu wachache, haikuwa kwa vitu dhaifu, na haikuisha hata sasa. Ndio maana tunakukimbilia asubuhi ya leo, tukijua wewe ni mpaji wetu, na kukusii Mfalme, hebu fungua macho yetu tupate kuelewa na maandiko. Fungua ufahamu wetu tupate kulitii neno lako, ili ahadi zako zitimie. Bwana, nasi tunaondoa kila ukengeufu, kila kukata tamaa, kila kudharau, kila kupuuza yale yatupasayo kuyatenda, katika jina la Yesu. Sante Mfalme, sante Bwana wa majeshi, kwa sababu ahadi yako inatimia kwa watoto wako. Asante Mungu mwenye nguvu, kwa sababu ahadi yako inatimia kwa watoto wako. Ahadi ya ongezeko, ahadi ya uzima, ahadi ya afya njema, ahadi ya kuinuliwa, ahadi ya kushinda, ahadi ya kupokea, ahadi ya kibali inatimia kwa watoto wako. Asante kwa sababu uliyetuchagua uko tayari kututendea hayo. Asante uliotuchagua unawapa watoto waliotasa, unawapa mali wasio na cha kufanya, unawapa mwelekeo walipopoteza tumaini, unawapa maisha mapya walioharibikiwa, katika jina la Yesu Kristo. Na kila mmoja sema amen. Hebu nisikilize.
Nataka uombe siku ya leo. Mwambie Mungu, ninaomba hekima yako na utambuzi katika ninayoyafanya. Hekima ndio mlango wa mafanikio ya mwanadamu. Ikiwa hauwezi kutambua namna ya kufanya maamuzi, namna ya kuenenda, sahau kustawi. Watu waliofanikiwa kwenye maisha yao ni kwa sababu ya namna ya wanavyoamua. Biblia inazungumza wakati Suleimani ameshindwa kuwa mfalme wa Israeli, alimkimbilia Bwana. Biblia inasema wakati huo alikimbia mbele za Bwana, akamtolea sadaka, akarara kule hekaluni. Imagine, huyu ni mfalme, ni rais wa nchi ya wakati ule, lakini yeye anaenda kwa Mungu, anasema nimeshindwa kuongoza watu hawa, ninaenda kumkimbilia Bwana. Biblia inasema hata Roho Mtakatifu aliposhuka akamuuliza, unataka nikutende nini? Suleimani anasema, ninaomba unipe hekima, nitambue namna ya kuingia na kutoka kwa watu hao. Matatizo mengi yaliyo kwenye ndoa za watu ni kwa namna ambavyo tunaamua. Matatizo yaliyo kwenye uzao, namna tunavyoamua. Matatizo yaliyo kwenye biashara ni namna gani tunaamua. Yakobo anasema wote waliopungukiwa na hekima wamwendee kwa yule awapaye watu hekima, wapokee hekima kwao. Yawezekana maamuzi yako yameleta hasara kwenye maisha yako. Yamkini maamuzi yako yameleta kuishia ulipoishia. Hebu asubuhi ya leo mwambie, Bwana, ninajua wewe ndiwe Mungu tupaye hekima, ndio tupaye uwezo wa kufanya maamuzi. Kama Isaya nabii anavyosema, Bwana, utaniongoza siku zote, utanishibisha mahitaji yangu yote katika nchi na kufanya mwili wangu kuwa bora. Bwana, na haya ni maombi yangu, niongoze siku ya leo, nifanye kuwa yule mtu anayestahili kupokea ahadi zako, nifanye kuwa yule mtu atakayeshinda, nifanye mtu atakayeweza kudumu kwenye hii ndoa, nifanye kuwa mtu ambaye nitaweza kuinuliwa hapa, nifanye kuwa mtu nitakaye kuwa sahihi mbele za wanadamu na mbele zako. Inua sauti yako mbele za Bwana. Mtakatifu, Mungu mwenye nguvu, wewe ndiwe Mungu tupaye hekima. Hekima, ufahamu na maarifa vyatoka kwako. Hatuwezi kuwa na hekima iliyo bora isipokuwa ile itokayo kwako. Tunatambua juu ya mateso na magumu yanayotokea yametokana na maamuzi mabaya tuliyoyafanya kwa kufuata akili zetu na kawaida ya ulimwengu huu. Tunapoiendea siku ya leo, na haya ni maombi yangu mbele zako, achilia hekima kwa watoto wako wanaokuamini na kuweka tumaini lao kwako Bwana. Achilia hekima yako juu yao. Ongoza maamuzi yao, ongoza hatua zao, wafanye watambue mambo yasiyo sahihi na yasiyofaa, wafanye watambue yale ambayo yanaenda kuwaweka matatizoni. Wengine ni vijana, wanapoingia kwenye mahusiano, wanapoingia kwenye miradi, wanapoingia kwenye taaluma, Bwana, wape ufahamu wako Bwana, wapate kuelewa kile kilicho mbele yao. Kila mahali ambapo wamewekewa giza wasipate kuona wala kutambua. Ni maombi yangu asubuhi ya leo, wape kufahamu, wape kufahamu, wape kuelewa. Waeleweshe hata mahali palipo na hila za shetani, waeleweshe hata mahali palipo na kusudi lako, waeleweshe mahali palipo na kushindwa, waeleweshe mahali palipo na kushinda, waeleweshe mahali panapofaa, waeleweshe na mahali pasipofaa. Mungu mwenye nguvu, Mungu wa kweli, Mungu unayeweza, sisi tunakukimbilia wewe asubuhi ya leo, ili utupe kufahamu
yale yatupasayo katika maisha yetu. Ingilia kati jinsi tunavyoamua, ingilia kati jinsi tunavyoenenda, ingilia kati yale tunayoyatenda katika maisha yetu, kwa jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, asante kwa sababu asubuhi ya leo hatutaenenda kwa kawaida ya mwanadamu, bali tunaongozwa na wewe Bwana. Asante kwa sababu unatufanya tuwe washindaji mahali ambapo tulikuwa wa kushindwa. Mahali pasipokuwa na kitu, Bwana utatupa njia ipasayo kutupa matokeo sahihi katika maisha yetu, katika jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Hebu nisikilize. Nataka uombe juu ya ndoa yako na mahusiano yako. Bariki ndoa yako. Moja kati ya vita ambayo shetani huwa anajua ina nguvu ya kumwangusha mwanadamu, ndoa. Ukiona watu wengi waliokata tamaa, ambao hawawezi kuendelea mbele, ni kwa sababu ya hali ya mahusiano walionayo. Kuna watu waliwahi kuumizwa kwenye mahusiano mpaka sasa wamejikatia tamaa. Wengine wamefikia hatua wanajiuza, yaani ameona yeye si wa thamani tena kwa sababu mtu fulani alimuacha, kwa sababu mtu fulani alimkataa. Mwingine hawezi kuamini watu wengine tena kwa sababu ya yale aliyotendewa. Ikiwa unaweza kuibariki ndoa yako, Balaamu anamwambia Balaki, ninawezaje kumlaani aliyebarikiwa na Bwana? Siku moja inatosha kuiua ndoa yako kabisa. Yaani adui anaweza akaisambaratisha ndoa yako siku moja tu. Unaona message kwenye simu ya mume wako, ndo vita inaanza mpaka mnazeka. Unaona message kwenye simu ya mume wako, tayari. Unaposhindwa kuitamkia mema ndoa yako, shetani ataitamkia mabaya. Na ndio maana kuna watu wako kwenye ndoa, lakini wanaota ndoto, wanafanya ngono na watu wengine. Unaweza ukafikiri ni ndoto, ni unabii wa shetani juu ya ndoa yako, kwamba utaoa mwingine, utaolewa na mwingine, huyo hatakuwa wa kwako, utaenda kuwa na mwingine. Sasa swali ni, je, tukubali ile prophecy ya shetani juu yako? Hapana. Paulo anazungumza, anasema umebarikiwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani ya Kristo. So ukibariki, umebariki. Baraka yako itazuia nguvu yoyote ya laana katika eneo hilo. Katika kitabu cha Zaburi ya 143 mstari wa 8, Biblia inasema, nisikie upendo wako usiokoma kila asubuhi, kwa maana ninakutumainia. Anasema nionyeshe mahali pa kutembea, kwa maana ninajitoa kwako. Inua sauti yako, tangaza baraka juu ya ndoa yako. Mbariki mume wako, bariki mahusiano yako. Sema hautalaaniwa, hautaharibiwa, hautaondolewa katika jina la Yesu. Ninakutenganisha na kila shetani anachokusudia. Wewe mume wangu, mtamke mbele za Bwana, mtamke mbele za Bwana. Sema ninakubariki, nakubariki. Wewe ni mume wangu, wewe ni mke wangu. Hautachukuliwa kwa hila za shetani, hautachukuliwa kwa roho zidanganyazo, hautaondolewa mbele yangu, hautaondolewa kwa watoto wangu, hautaondolewa kwenye familia hii. Roho yoyote iliyokuwa imekusudia kukupeperusha, kukutupilia mbali, kukusaurisha familia yako, asubuhi ya leo ninainyamazisha kimya na isitende juu yako katika jina la Yesu. Roho ya ulaibu, roho ya tamaa, katika jina la Yesu ninaiondoa juu yako. Kila kilichokuumiza, kila kinachokuumiza ninakitoa juu yako. Kila kinachonitenganisha na wewe, kila kinachoharibu mahusiano yetu ninakiondoa, nami nakubariki katika jina la Yesu. Inua sauti yako na uombe. Inua sauti na uombe. Usitulie. Bariki ndoa yako, bariki mume wako, bariki mke wako,
Mbariki, mwambie ninakubariki, wewe ni mume wangu, tena ni mume bora uliyetoka kwa Bwana. Umekuja kunipa faida, umekuja kunipa matokeo sahihi, umekuja kunikamilisha, umekuja kunifanya yule mtu wa maana duniani, nami nimekuchagua uwe ni mwenzi wangu wa maisha. Mimi nakubariki, nabariki kazi ya mikono yako. Wewe ni mtoshelevu, utaweza kutosheleza mahitaji yangu, kwa sababu wewe ndiwe Mungu amekuleta kwenye maisha yangu. Mimi ninakubariki, mimi ninabariki ndoa yangu, haitaingiliwa na shetani, haitaingiliwa na hila mbaya, haitaingiliwa na roho za wivu, haitaingiliwa na roho za taraka, haitaingiliwa na roho za mauti, katika jina la Yesu. Yes. Pray. 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 Ombea ndoa yako. Hiyo migogoro ambayo umeizoea, hiyo migogoro unayoiona kawaida, mbona haikuwepo wakati wa kuchumbiwa? Mbona haikuwepo wakati wa kuoana? Imetokea wapi? Huko ilikotokea, iambie ninakung'oa hilo pando ambalo hajalipanda baba, mimi ninaling'oa katika jina la Yesu. Hilo pando walilopanda wazazi wake, waliopanda maadui wa wazazi wake, waliopanda watu wabaya, waliopanda watu waliokuwa na mahusiano wa kwanza, katika jina la Yesu, pando hili ninaling'oa juu yako. Asante Bwana kwa sababu ya familia ulizotupa. Wengine umewapa wake zao wazuri, wengine umewapa waume zao. Mimi ninazibariki ndoa za watoto wako, ninabariki mahusiano ya watoto wako. Acha wakaongezeke, acha wakafurahie, acha wakawe nuru, acha wakawe ushuhuda ya kwa Mungu amewabadilisha. Hata wale ambao wanakaribia kuachana, hata wale ambao tayari wamefikishana mahakamani, hata wale waliokatiana tamaa, hata wale wanaoanza kuchunguza kwa nini waliingia kwenye hizi ndoa. Bwana, haya ni maombi yangu asubuhi ya leo, uwabariki kwa jina la Yesu. Na kubariki kwenye ndoa yako. Anza kuonekana ni wa maana, anza kuonekana ni wa thamani, anza kuonekana ni bora kuliko wengine, katika jina la Yesu. Ninainua thamani yako iliyoondolewa, ninairejesha juu yako, ninarejesha kibali chako, ninarejesha ufahamu wako, ninarejesha wema wako, ninarejesha furaha yako, ninarejesha yale ambayo mwenzi wako yalimfanya kupende, yakawe tena juu yako, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ndoa yako itakuwa ya amani. Hautalia kwa sababu ya mume wako, hautalia kwa sababu ya mke wako. Pokea wokovu wa Bwana katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Hebu nisikilize, nataka uombee eneo lako la kazi, eneo unalofanyia kazi. Watu wengi tunasahau kupabaliki pale ambako ndiko kuna chanzo cha maisha yetu. Biblia inasema hivi, katika hiyo nchi mlikopelekwa Babeli, paombee mema, nunueni mashamba, jengeni majumba, maana mtaishi hapo. Roho ya kushindwa inakuwa na nguvu pale unapokata tamaa eneo lako la kazi, unapoanza kudharau lile eneo lako la biashara. Kadiri unavyodharau pale Mungu alipokupanda, ndipo shetani anakuwa na nguvu ya kukudhoofisha. Na unapoweza kupambana na ile nguvu inayokutaka ushindwe, unaanza kupokea matokeo ambayo sio ya kawaida kwenye maisha yako. Eneo lolote ambalo Mungu amekupanda, Mungu aliamini linakuwezesha wewe. Ijapokuwa unaona hapo hapafai, mshahara ni mdogo, hapatoshi, wateja ni wachache, lakini Mungu aliamini hapo panakuwezesha na panatosha. Acha wazo lolote la shetani la hapa siwezi kuendelea, la hapa siwezi kufanikiwa, liondoke ndani yako. Bariki eneo lako la kazi, bariki eneo lako la biashara. Sikiliza, Isaka anapelekwa Misri. Anapofika Misri, anakuta kuna ukame. Mungu anamwambia, panda mbegu katika nchi ya ukame. Wakati wengine wanaona ukame,
Isaka akaanza kuliona neno la Mungu. Biblia inasema pasipo mvua mazao yakamea, akawa na mavuno makubwa ya kutisha. Hata mfalme akamwambia, tunaomba utoke kwenye nchi yetu, usije ukatutawala. Maana alikuwa ni mtu wa ajabu. Sikiliza, hapo ambapo wengine wameshindwa kufanikiwa, hilo eneo ambalo wengine wameshindwa kupata maendeleo, haiwezi kuwa kwako. Wengine walikwenda kwa akili zao, lakini wewe ulipandwa na Bwana, na Mungu ana uhakika na hilo eneo alilokuweka. Hebu bariki eneo lako la kazi. Inua sauti yako na uombe. Ombea eneo lako la kazi. Sema, na kubariki kupitia kazi hii, nami nitastawi, nami nitaongezeka, nami nitafika kule Mungu aliko nikusudia. Hakunileta hapa bahati mbaya, alinileta ili aniinue, alinileta ili anitambulishe, alinileta ili anitendee yaliyo mema, katika jina la Yesu wa Nazareti. Ombea eneo lako la kazi. Ombea eneo lako la kazi. Kwa chache, ombea eneo lako la kazi. Ombea eneo lako la kazi, katika jina la Yesu. Kila eneo ambalo ni chanzo cha mapato yako linabarikiwa asubuhi ya leo. Unapokwenda mahali hapo, hapatozaa mapoza katika jina la Yesu. Hapatazaa kushindwa katika jina la Yesu. Hapatazaa kushindwa katika jina la Yesu. Hapo Mungu alikokupanda ndipo patakapokuletea heshima, ndipo patakapokuletea ukuu, ndipo patakapokuletea ubora, ndipo patakapokufanikisha katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninakuita katika upendo wa Mungu, Mungu akakufanikishe katika hatua zako zote, katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninauondoa udhaifu ambao adui alikuwa ameuweka. Ninaweka mawazo ya kukata tamaa. Ninaondoa mawazo ya kukata tamaa, mawazo ya kushindwa, mawazo ya kuharibikiwa, mawazo ya kukataliwa, mawazo ya kutengwa. Hayatakuwa juu yako. Kaanza kustawi hapo ambapo Mungu alipokupanda. Anza kupiga hatua inayofuata hapo Mungu alipokupanda. Hicho ni chanzo chako cha baraka. Nami ninakibariki, nami ninakibariki. Nenda ukakubalike kazini kwako, nenda ukakubalike kwenye biashara yako, nenda ukakubalike kwenye maono yako, na hautakuwa mtu wa kushindwa, wala hautaishia njiani, katika jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Asubuhi ya leo nataka nizungumze na wewe pale tulipoishia jana. Jana tulizungumza kwa habari ya faida ya kuongozwa na Mungu, the divine direction, kuongozwa na Mungu. Na nilizungumza mambo kadha ambayo ukipata nafasi ya kuyasikiliza, kama unaweza ukaangalia ibada ya jana, unaweza ukapata matokeo mazuri sana katika maisha yako. Kuongozwa na Mungu. Tunaweza tukawa tunaongozwa na maarifa tulio nayo, au na mitazamo tulio nayo, au na watu tulio nao, lakini mwongozo sahihi unatoka kwa Bwana. Mwongozo wa Mungu unakuwa na nguvu mahali ambapo tunashindwa kupata ufumbuzi. Kila tatizo ambalo liko kwenye maisha yetu, suluhisho lake lipo katika Mungu. Ukiona mtu aliyefanikiwa ni aliyejua siri ya Mungu anaona nini katika eneo hilo. Kuna mahali tunaona giza, lakini Mungu anaona nuru. Lakini ile nuru hii itokee, anajua nini huifanya nuru itokee. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika kitabu cha Wafalme wa Pili, Biblia inaeleza habari za mtu mmoja anaitwa Hezekia. Anasema hivi, Hezekia alipoanza kutawala, yani mwezi wa kwanza wa kutawala kwake, jambo la kwanza aliyajenga marango ya hekalu. Sikiliza, watawala waliopita katika taifa lile, waliokuwa wametangulia, wote walikuwa wamemuasi Bwana. Kwa nyumba ya Bwana ilikuwa imetelekezwa kwa muda mrefu. Hezekia anapoanza kutawala, jambo la kwanza ni kurejesha nafasi ya namna watakavyoweza kumwabudu Mungu. Ni kweli Mungu yupo, lakini anaabudiwa wapi? Kwa Hezekia akaanza kuona kama Mungu anavyoona, kwamba ukitaka nitembelee maisha yako lazima uniandalie makao.
ya kuja nyumbani kwako. Na jana pia tuliangalia kile ambacho katika Samueli wa pili sura ya 21 kwanza mstari wa kwanza Biblia inaonyesha. Na tukaona Biblia inasema kulikuwa na njaa katika siku za Daudi miaka 3 mfululizo, na Daudi akautafuta uso wa Bwana. Kama una Biblia angalia hapa. Biblia inasema hivi, na Daudi akautafuta uso wa Bwana. Nini Biblia inazungumza? Inasema hivi, Daudi akatafuta kuona kama Mungu anavyoona. Ina maana Daudi alikuwa na mtazamo kama mfalme, alikuwa na mtazamo kama mtu wa vita, alikuwa na mtazamo, lakini akaona anafika mwisho, hakuna matokeo. Njaa inaendelea, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, anataka kuona kama Mungu anavyoona. Anasema akautafuta uso wa Bwana. Na Biblia inasema, na Bwana akasema, ni kwa ajili ya Sauli na nyumba yake yenye damu. Damu iliyokuwa juu ya nyumba ya Sauli, na Sauli imetoka wapi? Sio ya watu wengine aliowaua, lakini damu hii ilikuwa ni ya Wagibeoni, ambayo damu ile imeinua laana katika nchi. Na jana nilizungumza na wewe juu ya kwa nini Wagibeoni wanaleta shida kwa nchi ya Israeli. Lakini tukaona kwa nini matatizo haya ya kutokea wakati wa Sauli, ila yakaja kutokea wakati wa Daudi. Biblia inasema Bwana hulitazama neno lake apate kulitimiza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Sauli alifanya makosa, akawaua watu waliowekewa kiapo na mtumishi wa Mungu Joshua. Unajua Joshua alikuwa mtu wa Mungu wa ajabu sana. Unashangaa kila alichokisema Joshua kilikuwa na nguvu ya ajabu sana. Hata wakati aliposema atakaye ujenga Yeriko, nyumbani kwake mzaliwa kwanza atakufa, mji utazama poza. Unaona inavyofanywa baada ya miaka 1000 yale mambo yanatokea. Kuna Sauli anavuka mpaka aliouweka Joshua, ya kwamba hawa Gibeoni hawatakiwi kuguswa, hawatakiwi kuuawa. Matatizo yanatokea, mabaya yanatokea, huzuni inatokea kwa sababu ya mtu mmoja aliyewahi kufanya zamani. Kwa Daudi anavyoenda kutazama kama Mungu anavyotazama, Biblia inasema Mungu akampa direction Daudi, akamwambia haya yanatokea ni kwa sababu ya mambo fulani. Na tukaangalia pia katika Wafalme wa pili, pia katika ile sura ya 17 kwanza mstari wa 22, ukianzia hata mstari wa kwanza, unaona wakati wana wa Israeli wametenda dhambi, na Biblia inasema Mungu akawatoa mbele ya uso wake, na alivyowatoa mbele ya uso wake wakapelekwa utumwani kule. Yule mfalme wa Ashuru akaiuza ile Samaria kwa watu wa mataifa, akachukua watu kutoka mikoa ya Kudha, Ava, Hamathi, akawaleta akawauzia Samaria. Kumbuka, wana wa Israeli wametolewa Samaria kwa sababu ni waovu. Sasa walioletwa ndio waovu kabisa. Nini kinatokea? Biblia inasema Mungu, kwa kuwa hawakuijua kawaida ya Mungu wa nchi, walijikuta wanaanza kuadhibiwa na Mungu wa nchi. Sasa tuliona hayo mambo kadha wa kadha ambayo yanasababisha matokeo mazuri hata wakati wa giza. Kama ni kweli ndoa yako migogoro haikomi, utawezaje kutoka hapo? Umeshauriwa, umejitahidi na kujitahidi, unawezaje kutoka? Mwongozo wa kimungu. Narudia, mwongozo wa kimungu. Yaani kwamba Mungu akupe picha ya mwanangu, hapa fanya hivi ili itokee hivi. Na nilikwambia jana kuna tofauti ya kuomba na kuongozwa. Swala la maombi na kuongozwa ni vitu viwili tofauti.
Maombi ni kumtaka Bwana akutetee, lakini mwongozo ni kutaka Bwana akufundishe. Kuongozwa na Mungu ni level ya juu kabisa ya ukuaji wa kiroho, ya kwamba unatamani uanze kujua yale mambo yanayoleta madhara. Wanasayansi wanatufundisha, ukilala na neti, mbu wasikungate, utaugua malaria. Wanakwambia wewe mzizi uliopitiliza, vaa kondom. Sasa sisi warokora hatuvai. Kwanza hatuzini. Kama unavaa kondom, fili ya mbali huko. Kufa na ukimwi ukiwa nayo huko, fia mbali kabisa. Mungu anatuambia tufanye nini ili kupata matokeo sahihi. Ni hatua ya ukuaji wa kiroho. Na tukiangalia mifano ya Biblia tunaona watu wote ambao wamepiga hatua ni kwa sababu ya kuongozwa na Bwana. Haijalishi haya ni magumu, haijalishi haya yanatisha, haijalishi kuna upinzani. Huyo bosi wako siku ukijua nataka uende na eje, umeshinda. Huyo mume wako wakati mwingine umeolewa na mtu wa tabia fulani, mwongozo wa kimungu ndio unaoanza kukupa picha, na unashangaa unaishi kwa amani kwenye ndoa yako. Unashangaa unafanya biashara unapata faida. Kuongozwa na Bwana ni hatua ya juu kabisa ya kutaka mafanikio. Kuongozwa na Bwana ni hatua ya juu kabisa ya kushinda. Kuongozwa na Bwana ni hatua ya juu kabisa ya kufanikiwa. Prophets walivyokuwa wanaomba mbele za Bwana. Ezekiel chapter 16, sura 16. Anasema hivi: mwanadamu, iambie Yerusalemu kwa habari ya machukizo yake. Ukisoma ile sura ya 16, Mungu anamwambia Ezekiel. Ezekiel anaomba Mungu, tuna matatizo kwenye nchi, tuna matatizo, tusaidie namna ya kutoka hapa. Mungu anaanza kumwambia, anamwambia asiri yako, asiri ya baba yako, asiri ya mama yako inayaleta haya mateso, inaleta hii huzuni, inaleta hii taabu. Kwa kabila ulilozaliwa, watu wa kabila hilo huwa watajiriki. Kwa kabila ulilozaliwa, watu wa kabila hilo huwa hawawi maarufu. Kwa kabila ulilozaliwa, watu wa kabila hilo huwa wanakufa mapema. Kwa ukoo uliozaliwa, watu huwa wanaoa na kuacha, huwa wanaoa wanawake wachawi. Yani kabila lako, jamii yako. Mungu anawaambia wana wa Israeli asili ya kuzaliwa kwako. Na anasema katika ile, ninyi mmekuwa bora kwa sababu mimi naliwatoa huko, naliwatoa kwenye ile asili ya kwenu, nikawaingiza katika asili ya ufalme wa Mungu. Ndio maana umeona amani, umeona ushindi, umeona kupenya, umeona kibali. Hata mlipokuwa watumwa mlitolewa mkawa watu wa miliki ya Mungu. Ni kwa sababu ile asili ya kwanza imeondoka, mkaja kwenye asili ya kimungu. Mnaponiacha mimi kama Mungu, mnarudi kwenye asili ya zamani. Hivyo kama mnataka badilika, rudini kwangu, nanyi mkirudi mtakuwa wale watu mnaowataka, mnaoomba muwe hao watu. The God, the election. Oh, hallelujah. Sasa kuongozwa na Mungu kuna muhitaji mtu mwenye tabia kadhaa. Tabia kadhaa. Yaani si kila mmoja anaweza akaongozwa na Mungu. Ili lielewe vizuri. Narudia. Sio kila mmoja anayeweza kuongozwa na Mungu. Namba moja, mtu anayeongozwa na Mungu ni mtu mwenye tabia ya unyenyekevu. Unyenyekevu, kujisalimisha kwa Bwana. Huwezi kuongozwa na Mungu kama huwezi kutiishwa chini ya mapenzi ya Mungu. Lazima uwe tayari kuweka kando mipango yako, mapendeleo yako, mambo ambayo ni ya kibinadamu na yanayokufurahisha, na uanze kuyakubali mambo ya kimungu. Hii ni moja kati ya sifa muhimu ya kuongozwa na Mungu. Kama hauwezi kukubaliana na asili ya Mungu, nikisema unyenyekevu ni kukubaliana, ni kutoka kwenye mitabia yetu na sasa, sisi watu wa kabila letu, sisi kanisa letu, sisi mpaka utoke kwenye hiyo, alafu rudi. Mungu anataka uwe mtu wa namna gani?
Sijui kama unaelewa. Haya, nikupe mfano mmoja. Jaribu kufikiri, mimi na mke wangu tuna kabila tofauti, mila tofauti, tamaduni tofauti, mienendo tofauti, tofauti. Hadi rangi ni tofauti. Lazima mtu mmoja akubali kuwa kama huyu. Kwa mimi nakubali kuwa kama mke wangu na mke wangu anakubali kuwa kama mimi. Ndio maana tuna uwezo wa kwenda pamoja. Huwezi kuongozwa na Bwana ikiwa wewe una mambo yako na Mungu ana mambo yake. Ukivaa vibaya, neno la Bwana likija, vaa vizuri mwanangu, na hey, Mungu angalie mavazi. Maana mchungaji wetu alitoa tembea mbele, fia mbele. Simsumbue Mungu na kuongozwa na Mungu. Tabia namba 2, imani. Imani ni neno linalotokana na kutii. Yaani Mungu anakuelekeza nini? Jaribu kufikiri, mama moja anatokwa na damu. Na amesoma andiko, anaambiwa atakayeshika vazi la Mesia atapona. Watu wao wanafikiri ule ni muujiza pekee wa kushika pindo. Kumbuka wakati amevuka mahali, alienda watu wakaita watu, wakatafuta watu kule mtaani, wakaja kulishika pindo la Mesia, nao wakapona. Nini kilikuwa kinaleta uzima? Ni kutambua kwamba neno la Mungu linasema hili, nikilifanya nitapata matokeo. Kwa mfano, neno la Mungu linasema ukifunga na kuomba utavilegeza vifungo vya uovu. Je, unafunga na kuomba? Neno la Mungu linasema utakuwa mwaminifu kwa Bwana na uaminifu wako utadhihirishwa na sehemu ya 10 unayoitoa kwa Bwana. Je, ni kweli uko hivyo? Neno la Bwana linataka uwe mtakatifu, mtu usiye na sababu ya kuona aibu. Je, uko hivyo? Hiyo imani ndio inayosababisha utendaji wa Mungu katika maisha yako. Namba 3, utii wa neno la Mungu. Ni rahisi kulijua neno la Mungu, ni rahisi kulidadavua neno la Mungu, lakini ni ngumu kuliishi neno la Mungu. Ishi ya kuishi neno la Mungu haitegemei kiwango cha elimu ya theology ulionayo. Kuishi neno la Mungu ni hali ya ndani kabisa ya ukuaji wa kiroho. Kama huwezi kulitii neno la Mungu linasema nini, sahau kuongozwa na Bwana. Sahau kuongozwa na Bwana. Namba 4, kusikiliza Roho Mtakatifu. Niliwahi kufundisha nikasema, huwezi kumsikia Mungu mpaka umsikilize. Narudia, huwezi kumsikia Mungu mpaka umsikilize. Hapa unanisikiliza, ndio maana hata nje inaweza kuwepo sauti nyingine, lakini kwenye TV yako kwa sababu unasikia sauti, umechagua kusikia ya kwangu tu. Kumsikiliza Roho Mtakatifu ni kuwa tayari kutafuta wapi Roho Mtakatifu anazungumza nimsikilize, na anasema nini juu yangu, ananiongoza nini. Watu wanapokuwa wameokoka karibuni, huwa wanatembea katika uwepo wa Mungu kwa sababu wanakuaga watifu. Mungu anasema nao, Mungu anawaongoza kwa sababu wanafunga, wanaomba, wanawahi ibada wanapokuwa wameokoka karibuni. Lakini akifika anakuta mpagani aliyechangamka kanisani. Yeye ibada inaanza saa 4, anakujaga saa 4:30, anasema mimi nasubirigi tu matangazo yaishe, na anaanza kuunganisha. Sasa anapoanza kuvutwa na waabudu, yani wale wapagani waliochangamka, na anajikuta ile divine connection inakata. Angalia ni wapi uliporudi nyuma, mwana wa Mungu. Hii inakufanya Roho Mtakatifu asitembelee maisha yako. Namba 5, kufuata hekima ya kimungu. Mara zote Mungu huwa anawatumia watumishi wa Mungu kukufundisha. Biblia inasema kuwakamilisha watakatifu. Je, watumishi wa Mungu wanapozungumza na wewe, unaelewa kama ni Mungu huwatumia kusema na wewe, au unafikiri na wao wana akili kama za kwako? Namba 6, uvumilivu.
Mara nyingi tunataka tuzungumze na Mungu hapo hapo atujibu. Yaani tunataka majibu ya haraka sana. Yaani unataka kuolewa, umekutana na muhuni mwenzako, amekuchumbia, unarudi kwa Mungu, huyu ni mwenyewe sio mwenyewe. Unalala, kesho yako nasema, Mungu mbona hujanijibu leo? Ukilala tena unaletewa ndoto na babu yako, anakuambia ndo mwenyewe. Ukiolewa, ngumi zinaanza, unaanza kusema, Mungu mbona uliniambia ndo mwenyewe, ndo hivi? Hamna. Ulikuwa na haraka ya kusikia mwongozo wa Mungu. Subiri nafasi ya Mungu kuzungumza na wewe. Na Mungu azungumzi na wewe kama ndege. Yaani Mungu lazima mtengenezee nafasi ya kuzungumza na wewe, ambayo ni ibada. Yaani unaandaa ibada kati ya wewe na Mungu, kumsikiliza Mungu. Kama huwezi kujua huu mfumo, huwezi kusikia wala huwezi kuelewa kile Mungu anachokusudia juu yako. Namba 7, maombi thabiti. Kupitia maombi Mungu huwa anawaongoza watu. Kama mtu unashindwa kuomba, huwa anasema hivi, kama mtu unashindwa kuomba, tenga muda wa maombi kama hali, piga magoti, nyamaza. Ukinyamaza dakika ya kwanza ya 10, utaanza Roho Mtakatifu anaanza kukusaidia. Biblia inasema anaanza kukuombea kwa kugua usikoweza kutamka. Mtu anasema mimi sijui kuomba mchungaji, na anaenda kurara. No, tenga muda wako wa kuomba hata kama huna cha kuongea, dakika chache. Ukishampa nafasi Roho Mtakatifu anaanza kutembea na wewe. Unasema mimi siwezi kuomba muda mrefu, naenda kanisani kwenye mkesha. Pale kanisani hata kama uelewe, tulia tu. Bubujiko la Bwana litakuja tu, kwa sababu umekwenda kukutana na Mungu. Ukija kukutana na Mungu, Mungu utamkuta. Wewe utachelewa, lakini Mungu utamkuta. Haya ni baadhi ya mambo 7 ambayo nimezungumzia yanayokusababisha wewe uweze kuongozwa na Mungu katika maisha yako. Usipuuze swala la Mungu kukuongoza, maana siku zote wanaoongozwa na Bwana ndio wanaofanikiwa na ndio wanaostawi. Katika maeneo yote ambayo unaona kushindwa na kuchanganyikiwa, ruhusu Mungu akuongoze. Ruhusu mtazamo wa kimungu juu yako. Na wakati mwingine mtazamo wa kimungu unaweza ukawa na tofauti na mtazamo wako. Acha Mungu azungumze kama anavyotaka na wewe. Jumanne ya leo ni wakati mzuri ambao Mungu amekuchagua kukuboresha. Si siku ya kawaida kwenye maisha yako. Leo ninakuombea, ni siku yako ya kuwa bora katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Pokea ushindi wa kimungu kila mahali utakapoingia na kutoka siku ya leo. Haijalishi upinzani utakuwa ni mkubwa kiwango gani, pokea kushinda tu katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Siku ya leo nakuombea ni siku yako ya ushindi. Pokea ukombozi wa kimungu kwa kila kitu kilichokuwa kimechukuliwa na adui kwenye maisha yako, na kirudi juu yako kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Ninakuombea katika jina la Yesu. Siku ya leo pokea ushindi utakaonyamazisha kila upinzani na vitisho vya maadui zako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Unapoianza siku ya leo, nafichua kila mtego uliofichwa ili uweze kukunasa, utauona katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninafichua kila mfumo wa adui aliyoweka kuangamiza familia yako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Mahali ambapo wengine wameshindwa, utaibuka ukiwa ni bingwa, kwa sababu neema maalum ya Mungu imeahidiwa juu yako katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Vita ambayo imedumu katika maisha yako na kwenye familia yako kwa muda mrefu, hatimaye vita hiyo inaisha leo, maana utaibuka na ushindi katika
katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Ushindi unatangazwa juu ya afya yako, juu ya uchumi wako, kazini kwako, na juu ya ndoa yako katika jina la Yesu. Asubuhi ya leo unaposhika sadaka yako kumtolea Bwana, ukidhihirisha upendo wako kwa Mungu, mimi ninakubariki. Hiyo mbegu unayoipanda mbele za Bwana itanena yaliyo mema juu yako, watoto wako, na kila mmoja katika nyumba yako atauona wokovu wa Bwana, kwa sababu wewe unaye Mungu aliye hai. Asubuhi ya leo nenda ukastawi na kuongezeka katika jina la Yesu. Morning glory in Jesus name.